Tumeona kile ambacho kimeendelea katika viunga vya Msimbazi. Hali imekuwa sio hali. Labda mashabiki wakitarajie nini zaidi na kutokuridhishwa na matokeo ya jana pia? Kwanza lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu katika kile ambacho tulichokipata jana, kwa sababu Waswahili wanasema siku zote asiweza kushukuru kwa kidogo basi hawezi kushukuru kwa kikubwa. Lakini matokeo ambayo mimi nafikiri kila mmoja yamemuumiza, hususan watu wa Simba Sports. Tulitarajia kuna namna ambavyo tunakwenda kupata point 3 zidi ya Express ya Tunisia ili kutengeneza matumaini katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mpira una matokeo yake. Mpira ni mchezo ambao una matokeo katili sana. Kuna muda unachofikiria wewe kukipata sicho ambacho kinachokwenda kutokea kwenye pitch. Binafsi lazima niseme kutumia ninyi waandishi wa habari, sina mtu wa kumlaumu. Maana yake si walaumu management, si walaumu wachezaji, si walaumu mashabiki wa Simba. Kikubwa mimi nakubaliana na matokeo ambayo yalotokea katika pitch katika uwanja Benjamin William Mkapa. Si mara ya kwanza kutokea kwenye football. Si mara ya kwanza kutukuta kama Simba Sports. Kuna muda mwingi matokeo kama yale Simba yametokea, lakini pia kwenye football muda mwingi matokeo kama yale yanafanyaje? Yanatokea. Na imani lazima nikiri kwamba kama Simba Sports tuko katika kipindi kigumu. Katika kipindi ambacho tulichokuwa Simba, ndio kipindi ambacho kinahitajika umoja. Wana Simba tuendelee kushikamana zaidi ili kuona namna ambavyo Simba inarejea katika nyakati zake ambazo sisi wana Simba tumezoea kuziona. Leo lazima tuseme matumaini yamefifia, matumaini yamepotea katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tulikuwa tunaamini kwamba tuna uwezo kwenda kupambana, kurudi katika hali yetu kwenye standard tulizozoea kwenda kucheza robo finali. Lakini kwa matokeo ya mechi ya jana imetoa taswira dhahiri shahiri kwamba mwaka huu sisi kama Simba katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika tumefanya vibaya. Tuna miaka 6 tunafanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tumeingia kwenye rekodi kwenye historia moja ya timu 6 zilizofanya vizuri kufika robo finali katika mashindano yanaandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Mfululizo miaka 6 ni Simba Sports. Kwa lazima tukubali kuna muda timu itapanda na kuna muda timu itashuka. Kumekuwa na taharuki za mashabiki wakimwataki pia mkurugenzi na kile ambacho kinaendelea. Unaona pia ni sahihi pia kwa wana Simba? Niseme lile tukio sikushuhudia kwa macho katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Baada ya kurejea nyumbani kupita kwenye mitandao ya kijamii, nikaona mandhari ambayo yalimkuta mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu. Binafsi niseme si kitendo cha kiungwana. Binafsi na laani. Na moja, tukiendelea kutengeneza taswira kile ambacho kilitokea jana kukiachia, ina maana kwamba Simba itakuwa itawaliki. Mimi naamini ni kikundi cha watu wachache ambao kimetengenezwa aidha na watu ambao wako ndani ya Simba au watu ambao wako nje ya Simba ili kuhakikisha kwamba Simba isitawalike. Leo hii yaingia akilini Alassane Kante kama mchezaji anakwenda kufanya kosa za kifootball. Kosa kwenye mpira kwa mchezaji ni jambo la kawaida kufanyaje? Kutokea. Leo Alassane Kante anakwenda kufanya kosa, Simba inakwenda kuadhibiwa, unakwenda kumhukumu mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu kwa kumpiga makofi. Hili si jambo jema. Binafsi na laani na tutaendelea kulaani. Ni waombe wana Simba, ni kweli tunaamini tunapita kwenye kipindi kigumu. Tukiingia kwenye football lazima kuna muda tuvumilie na matokeo ya mpira. Ni wape kumbukumbu moja iliyofanyika 1998. Mashindano ya klabu bingwa Ulaya. Bayern Munich na Manchester United. Dakika ya 89 Bayern Munich wanaongoza 1-0. Unakwenda kuwazungumzia kina Taribo West, Bayern Munich, Manchester ile, akina Ole Gunnar Solskjaer, akina David York, akina Andy Cole, akina David Beckham. Dakika Brazil 89 Bayern Munich, goalkeeper Oliver Kahn wakati ule anaitwa mikono 100. Hii lazima tuiseme, tuwape watu kumbukumbu kwenye vichwa vyao wajue kwamba mpira una matokeo ya ajabu. Ole Gunnar Solskjaer dakika ya 90 anawasawazisha Bayern Munich 1, Manchester United 1. Bayern Munich wanakaa chini wanaona ngoma ilikuwa ngumu. Extra time. David Beckham, kama unakumbuka, David Beckham anakwenda kuipatia Manchester United goli la pili na Manchester United anakuwa mabingwa. This is football. 2000 kombe la Euro
Ufaransa na Italy national team, wa Italy wamesimama wanapiga makofi, wanaona biashara imefanyaje, imekwisha. Zinedine Zidane anapiga pasi ya mwisho, anapeleka kwa mtu mmoja aitwa Wiltord, anasawazisha 1-1. This is football. Watu wakaamini mpira unakwenda kwenye goli kuisha nini 1-1. Captain wa Italy Robert Baggio, brother, extra time. Zinedine Zidane kwa mara ya kwanza, tafuteni video, anapiga pasi 18 pasi ya 19 anapeleka kwa mtu mmoja tu Trezeguet. Wafaransa walikuwa wanamuita Trezeguet magoli, kwenda kupata goli la pili. Italy nani, Faransa 2 Italy. This is football. Huu ndio mpira. Jana ukiangalia nijuavyo mimi, kila mmoja alifanya majukumu yake kwa asilimia kubwa. Management walifanya majukumu yao. Mimi najua kila ambacho kinastahili kufanywa walifanya viongozi wa Simba. Mashabiki wa Simba walifanya majukumu yao vizuri, na ndio maana tukawepo katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Players walipambana jasho na damu. Unawaona kabisa namna ambavyo wachezaji wa Simba jana walivyohuzunika na yale matokeo. Kuna muda mwingine spend sana kuzungumza. Niseme tu jambo moja. Katika imani ya Kiislamu kuna neno linasema khairi minallah, shari minallah. Kila jambo hupangwa na Mungu. Na kama kuna jambo ambalo Mungu hapangi, na mtaka shehe yoyote asimame mbele za watu aseme hakuna jambo ambalo Mungu anapanga. Miaka 6 tunafanya vizuri. Tunaamini katika kufanya vizuri zaidi. Lakini lazima ujue kwamba kuna muda timu kubwa inakwenda juu na kuna muda timu kubwa inafanyaje, inashuka. Leo hii viko virabu vimepotea, vilikuwa vikubwa kwenye bara la Afrika. Hatutaki kufika huko, lakini kwa sababu historia lazima tuseme Enyimba back to back kwa bingwa barani Afrika mara 2. Leo hii lazima iseme dirisha dogo hili Simba tumeongeza quality player, kila mmoja ameshuhudia. Dirisha dogo tumeongeza mwalimu Steven Becker, kila mmoja anafanyaje, anajua timu haiwezi kukompiti kwa muda mchache. Jana ukiangalia Simba 100% haikucheza kwenye nini, haikucheza kwenye combination, inacheza kwenye individual, kwa sababu ule muunganiko wa timu bado haujawa kwenye standard ambayo unafanyaje, inayotakiwa. Niwaombe sana wana Simba, maisha ya klabu bingwa bana Afrika mwaka huu lazima tukubali yameisha. Maisha ya klabu bingwa mwaka huu lazima tukubali yamefanyaje, yameisha. Focus yetu, akili yetu lazima turudi kwenye ligi ya NBC. Kuna namna ambavyo tunapambana ili kuweza kurejea tena mwakani kwenye mashindano ya klabu bingwa bana Afrika tukiwa na nguvu, tukiwa wapya na tukienda kupambana. Baadhi ya mashabiki pia wa Simba Sports Club tukiwatazama kwa jana, baadhi ya mainfluencer hawana imani, yani mashabiki wenyewe hawana imani na mainfluencer wao. Je, hii ina kweli ndani yake ukizungumzia Kisugu? Ni mitazamo ya kwao na wana haki ya kusema. Wao wameamua kusema, wache waseme. Leo hii mimi naamini mainfluencer wa Simba wanaozungumziwa wafiki 10. Na wewe ukiwemo ukitajwa jina lako. Mimi ukisema influencer malizia na Chawa. Kwa nini? Na wewe Chawa. Chawa viongozi. Kwa nini nasema mimi Chawa niitwe? Leo hii ukisimama mbele ya kamera ukimzungumzia mchezaji wa Simba vizuri, wewe unaitwa Chawa. Leo hii imefikia hatua hiyo. Leo hii ukienda kuisifia Simba, wewe unakuwa nani? Chawa. Leo ukiamini Simba imeharibu, ukiamua kutenga psychology za watu wa Simba kurudi pamoja ili kuipambania timu yao, wewe unakuwa nani? Chawa. Wacha waendelee kunitamii Chawa. Lakini niseme kama leo taasisi ya Simba tunaamini Chawa wake Kisugu mmoja unasababisha Simba kuto kupata nini, matokeo, basi aheshimiwe huyo. Ana uwezo mkubwa.
Si unaeleweka waandishi au nirudie? Leo hii Simba ni taasisi. Simba ina makatibu wako serikalini. Simba ina mawaziri wako serikalini. Simba ina watu mbalimbali wako serikalini. Kama Simba inashindwa kupata matokeo kwa sababu ya uchao wa Kisugu, basi mimi naamini kwamba mimi nastahili kuheshimiwa na wana Simba wote duniani. Kwa sababu tutakuwa chawa mkubwa sasa. Lakini niwaambie wana Simba, huu ni wakati wa kushikamana. Kipindi cha shida ni kipindi ambacho wana Simba kwa karibu zaidi. Tushikamane. Tusigombanishwe. Haya matokeo yatukuta ni matokeo ya mpira. Ni kweli yanaumiza, lakini lazima tuyakubali. Lakini angalia cha ajabu. Leo kuna Mtanzania mshabiki wa Simba na mwanachama wa Simba. Matokeo ya jana ya Simba anasema haya sio matokeo ya mpira, haiwezekani. Lakini akipata Manchester United anakuambia this is football. Lazima niseme, niwapongeze sana wachezaji wa Simba. Imani yangu inanipa namna ambavyo jana nilivyoona kwenye pitch walipambana kwenye jasho na damu kuipambania Simba, lakini kile ambacho kilichotokea ni moja ya matokeo ya nini? Ya mpira. Wakati huu wachezaji wa Simba wao wakiwa kama wanajeshi kuipambania Simba, hawapaswi kuinamisha vichwa chini, wanapaswa kunyanyua vichwa vyao kuona nini cha kufanya ili kuweza kuirudisha Simba kwenye standard yake. Umeshakata tamaa sasa, tukiwatazama kwa haraka kama jinsi ulivyozungumza. Young Africans ni mtani wako. Ukimtazama kwa haraka na kundi ambalo nalo na pointi, unamuona akiingia katika robo finali pia? Kwanza niseme jambo moja tu. Nisingependa sana kuwazungumzia watani wangu Dar es Salaam Young Africans. Kwanza kuna rafiki yangu wa karibu Mheshimiwa Alex Ngai. Rafiki yangu sana. Tunakaa tunazungumza, tunataniana, tunafurahi, this is football. Kuna mdogo wangu Ali Shabani Kamwe. Rafiki yangu sana. Na kuna muda mwingine naokota kwa Ali Shabani Kamwe. Lakini niseme mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, muhimu si kupata pointi, muhimu ni hatua moja kwenda hatua nyingine. Wawe makini sana. Wawe makini sana. Marehemu mjomba wangu aliwahi kuwa na mtoto wake alikuwa anaitwa Kazi Bure. Ina maana hichi ni kazi bure kwa Young Africans? Mimi nafikiri ni ngumu sana kuwazungumzia, tuwazungumzie Simba Sports, lakini waangalie wasije wakaitwa Kazi Bure. Licha ya pointi 5 walizonazo. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki wa Simba, kako kama mtindo na katabia haka ambako tunachokijenga sio kizuri na wala sio hakiko sawa sawa. Tujaribu kukaa kutafakari kuna namna ambavyo nini cha kufanya kwenda kuinusuru Simba. Kwa sasa mnaelekea kujiboresha zaidi katika ligi ya NBC, na tutarajie nini labda ama watarajie nini wana Simba Sports Club? Mimi nafikiri kwamba kila mmoja anaona timu ambavyo wamefanya registration, usajili. Mwalimu ndio kwanza anaitengeneza upya. Mimi naamini tunakwenda kumaliza mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, tunarejea kwenye ligi ya NBC, tutarejea tukiwa na nguvu, tukirejea tukiwa wapya, tukihakikisha ndio mashindano ambayo yalobaki sisi kwenda kupambana nayo, kwenda kupata nini? Matokeo mazuri ili kuweza kurudi tena katika mashindano yanaendelea ya shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Kikubwa niwaambie, sio wakati wa kukata tamaa, ni wakati wa kuendeleza mapambano ili kuhakikisha kwamba Simba inarudi katika nyakati zake. Abana, shukrani. Asante, niwashukuru sana waandishi wa habari. Mmekuwa watu muhimu sana. Mnatupa nguvu sana mashabiki wa Simba. Mnaipa nguvu sana Simba yetu, Simba Sports. Bila ninyi Simba isingefika hapa ilikofika. Kikubwa niwapongeze na niwashukuru sana. Lakini msiye sana mdogo wangu Mavara. Hiki ambacho nilichokifanya hakiko vizuri na wala hakiko sawa sawa.